Mtazamaji wa Tesha Eye, waliokuwa wafanyakazi zaidi ya 150 wa kampuni moja ya huduma ya utalii mkoani Arusha wamemwomba mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda kuingilia kati kwa mara nyingine suala la madai yao ya mshahara wa miezi 22 ambayo hadi hivi sasa haijalipwa kiasi kinachofikia zaidi ya shilingi bilioni 2. Wameeleza kuwa waliwahi kuelekezwa na mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda kwenda kwenye kampeni ya msaada wa kisheria ya Samia, hatua ambayo kwa muda mfupi iliwapa matumaini kabla ya hali kubadilika ghafla na mchakato wa madai yao kusimama. Kwa majina naitwa Neema Kitomari. Mimi niko hapa, nilikuwa mfanyakazi wa Sopa ambao tunadai Sopa, Elewana Africa na Mall Holding. Tumeanza madai haya, tulipeleka kwenye utawala kwa mkuu wa mkoa tokea mwaka jana. Tukazunguka pale mpaka kuja kukutana na kliniki ya Mama Samia tarehe 28 mwezi wa 3. Tukaanzia pale, tukasikilizwa, kampuni wakaitwa, tukasikilizwa pande zote mbili, kati yetu sisi na mwajiri. Mwajiri alielezewa makosa yake na akaambia unatakiwa uwalipe hawa watu, na alikubali kulipa. Kilichoendelea kesho wakapewa, ilikuwa tarehe 1, wakaambia mpaka tarehe 5 wawe wamemaliza kulipa. Kilichotokea pale, wakawa sasa wanapiga tarehe, tutakuja kesho, bado tunapiga mahesabu. Walichokifanya, wakaja ile siku ya mwisho tarehe 7 ya kliniki ya Mama Samia, ile ya kwanza. Walichofanya, wakamtuma mwanasheria saa 10:30 jioni kwamba hatutaweza, mwenye kampuni amesema hataweza kulipa na tulishakubaliana kulipa, na wakujitokeza wakamtuma wakili, kitu ambacho si tuliona ni dharau. Kilichotokea pale, si tulimfuata mkuu wa mkoa, bahati nzuri alikuwa anapita kwenye mabanda, tukamfuata. Mkuu wa mkoa akasema kama wamekiuka kulipa, hao ni halali yangu. Akatukabidhi kwa wanasheria wa Samia, akiwemo mkurugenzi anaitwa Esther. Walitusikiliza, wakasema tutaenda kwa afisa kazi mkoa, ataandika ripoti irudi kwa mkuu wa mkoa. Haikufanyika kama ilivyotakiwa, na mpaka sasa hivi hakijafanyika chochote. Tukarudi kwa mkuu wa mkoa baada ya ile tarehe kupita. Mkuu wa mkoa akatuambia kliniki inarudi tena tarehe 28 mwezi wa 3. Kliniki karudi, tukiwa akiwepo waziri wa sheria na katiba na mwenyewe mkuu wa mkoa hakiwepo. Akasema hawa watu na wakabidhi, tukakabidhiwa tena kwa mkurugenzi wa kliniki wa Samia. Tulivyokabidhiwa pale, akasema hawa watu walishasikilizwa, naomba mkurugenzi wao apigiwe simu hii kitu iishe. Kilichoendelea pale, tukasikilizwa na yule mkurugenzi, akasema mtakutana na mheshimiwa waziri tarehe 1 mwezi wa 4, ambaye alimuita mratibu wa kliniki mkoa wa Arusha. Mratibu akatuambia mheshimiwa waziri wa katiba na sheria atakuwa Rumeru, kata ya Malula. Ilipofika siku ya Jumapili, akatupigia simu akasema mheshimiwa waziri tarehe 1 siku ya Jumatatu hata kuwepo, amepata dharura. Tukaacha ile tarehe 1, 2, 3, tukarudi kwa Samia Ngarenaro. Tukaambiwa vipi waziri hatumuoni? Wakatusikiliza. Akapigiwa HR wa kampuni, akasema naomba uniandikie barua official ya kuniita, maana tumeshazunguka kwa waziri mkuu, kwa mkuu wa mkoa, kila mahali tunapelekwa. Tunaona hii imeshakuwa political issue. Na aliyetukabidhi ni mkuu wa mkoa, na sisi tunadai haki yetu, malimbikizo ya mishahara miezi 22. Hatutumiki kisiasa, sisi tunadai madai yetu, na ndio maana tukamfuata mkuu wa mkoa atusaidie. Na yeye akaona wale wanaweza kumsaidia maana yule ni rais. Lakini kilichotokea, tulisikilizwa, HR alikuja na financial control ambaye ndo anasimama kwa niaba ya mkurugenzi hapa Tanzania. Wakaja tukasikilizwa, wakaambia mrudi kesho saa 4, wawakilishi wa wafanyakazi na kampuni muwepo. Wamefika ile siku, si tumekuja saa 4, hawajafika mpaka saa 10:30 wanasema wako kwenye kikao. Siku iliyofuata sisi tukaenda mpaka saa 10:30 ndo tunatoka pale. Siku iliyofuata mpaka siku ya mwisho wa kliniki, wao wanachofanyaga ni kukwepa kliniki. Mpaka siku ya mwisho yule mkurugenzi mratibu wa kliniki akasema hawa wamezarau, nitaandika barua ya kwamba wamezarau. Kwanza naandika ripoti kliniki ya kwanza ya makubaliano na kliniki ya pili. Mpaka sasa wakasema siku ya Jumatatu mtachukua ripoti yenu.
Mpaka leo ripoti hatujai kuiona, hatujai kupata msaada, na hatujui kampuni nani yuko nyuma yao na kwa nini wana kiburi. Samia Legal, si tuliona ni Mama Samia tunaongea naye. Hatukuchukulia kama wanasheria wamejituma. Wale wametumwa na Mama Samia na tunawaamini, lakini kampuni imewadharau. Kwanza wamemdharau na mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa kutukabidhisha pale ni kwamba aliamini wale wana nguvu na wanaweza kutusaidia. Hawajasema tunalipwa, hawajasema hii ya pili hatulipwi, lakini makubaliano kliniki ya kwanza tunalipana. Maana waliambiwa makosa yao, huwezi kumuondoa mfanyakazi kwa mdomo kazini bila barua. Kwa hiyo mnapaswa mwalipe hao wafanyakazi. Kwa sasa hivi hatujalipwa, hatujarudishwa ripoti. Tunaomba Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Damas Ndumbaro, wakati tunakabidhiwa kwa mkurugenzi wa kliniki ulikuwepo. Tunaomba ripoti, tumeambiwa iko kwenye wizara yako na haijasainiwa. Hatujui kwa nini sasa hivi ni mwezi na wiki 3 barua ripoti haijasainiwa. Tunaomba isainiwe, irudishwe kwa mkuu wetu wa mkoa, atupe majibu yetu. Haiwezekani kampuni imdharau rais. Mimi ninachosema kampuni inatakiwa ichunguzwe. Kliniki ya kwanza wakati mwanasheria anatoa hukumu, alitoa mbele ya afisa TAKUKURU, hakuwa peke yake. Kwa hiyo tunaona kampuni inadharau. Tunaomba hapa, tunadai haki yetu. Mkoa tujui una maelezo gani au barua gani inaosema sisi ni wanasiasa. Sisi sio wanasiasa, sisi ni watu tunadai haki yetu. Huu ni mwaka wa 4 tunazunguka tukidai haki yetu. Tunaomba tupatiwe haki yetu. Sisi ni Watanzania, tuna haki ya kulipwa tunachokidai. Mwekezaji asikilizwe na sisi tusikilizwe, asiwe anapewa nguvu mtu mmoja, maana wana nguvu ndio maana wanatudharau mpaka leo hajatupa haki yetu. Kwa majina yangu naitwa Erasto Molel. Nilikuwa mfanyakazi kwenye kampuni inaitwa Sopalodge au kifupi wanaita CT&HI. Walituachisha kazi, tukaja kufungua madai yetu kupitia utawala mwaka jana tarehe 30 mwezi wa 5 hadi tulipopelekwa kwenye utawala wa Samia Suluhu, kwenye sheria ya Samia Suluhu Hassan ambayo ameandaa kwa ajili ya Watanzania wote kuweza kudai haki yao. Na aliyetupeleka pale ni Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Baada ya sisi kupeleka malalamiko yake kwake, akaamuru tupelekwe pale ili tuweze kusaidika. Lakini aliyojitokeza sasa hivi imefikia mahali tunaambiwa kwamba tunatumika kisiasa. Na ukweli hatutumiki kisiasa. Tunadai haki yetu. Na uthibitisho wa kwamba inasemekana tunatumika kisiasa ni kutokana na kwamba tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka huu afisa mwajiri wa kampuni husika alipigiwa na wakili wa Samia Legal Aid, akasema kwamba naomba niandikie barua kiofficial ya kuniita kwa sababu hili jambo linaonekana kwamba linatumika kisiasa. Kwamba aliyetupeleka pale ni Mheshimiwa Paul Christian Makonda, kwamba anautafuta umaarufu wa kisiasa au anaifanya kampeni kupitia sisi watu zaidi ya 150. Na Makonda mwenyewe sio kufanya kampeni. Makonda mwenyewe ni kampeni kwa msimamo alionao. Kutokana na utendaji wake, Makonda mwenyewe ni kampeni. Na shangaa mtu anasema kwamba tunatumika kisiasa wakati sisi tunachodai ni haki yetu. Makonda kweli anasaidia watu, lakini ukitaka Makonda kusaidie, usiende kwa lengo la kwamba kuna kitu nataka kutafuta kwake kama kampeni. Nenda ukiwa na shida kweli, utasaidika. Waheshimiwa rais wetu wa nchi hii, tunakuomba tangu serikali yetu hii ianzishe hiyo kampeni ya Samia Legal Aid, tumefuatia ratiba yetu, katiba yetu wanaita ripoti yetu ambayo inasemekana kwamba inaandaliwa kule Dodoma iletwe. Paka sasa hivi hatujapata. Ndio maana tumeamua kuja kwenye vyombo vya habari. Maana hadi sasa hivi tunasota na familia yetu, hakuna yeyote ambaye ana maisha kutokana na mazingira tunayopitia. Tunadai haki yetu lakini hatupati mwafaka wa aina yeyote ile. Tukaamua turudi tena kwenye uongozi wetu kwamba bado tunawaamini. Tuna imani na ninyi. Naomba tena mfikirie, paseni sauti ili huyu mwajiri mmoja ambaye amekuwa ni mbabe aweze kutupatia sisi haki yetu, kwa sababu tuna familia. Ndani ya familia yetu sisi tuko zaidi ya 180. Wanahitaji kusoma. Tutawasomeshaje? Huko ndani ya hawa watoto kuna viongozi wa baadaye. Kuna Samia Suluhu Hassan wa baadaye. Kuna Paul Christian Makonda wa baadaye. Kuna waziri mkuu wa baadaye.
Sasa ili hao wote waweze kupatikana, watapatikanaje bila kusomeshwa na wazazi ambao sisi ndio tunadhulumiwa haki yao? Waheshimiwa, tunaomba mtusaidie popote pale mlipo ili na sisi tuweze kupata haki yetu, kwa sababu bado tuna imani na serikali yetu pendwa. Hatuna wengine ambao wanaweza kutusaidia zaidi wao. Kikweli tumezunguka sana, lakini tunachokiona kwamba kampuni ina nguvu ya kipesa. Ingekuwa haina pesa, ina maana tungeshasaidia. Na tunataka kujua kwa nini inatuzungusha muda wote na inadharau hata inadharau Samia rais wetu. Sasa tunachokiomba, tunapaza sauti leo imfikie hata Mama Samia na mkuu wetu wa mkoa alitoe tamko kwenye hili. Kwa sababu kama ni ripoti, inawezekana hata inaweza kuwa tayari, labda kuna mambo yanaendelea sisi hatujui. Lakini tumekuja hapa leo kupaza sauti yetu ili tupate ripoti yetu na mkuu wa mkoa atoe tamko kwa ajili hili. Kwani kama ni kuzunguka ili swala linafahamika, kwa hiyo leo tumekuja kwa ajili hilo tu. Ndugu waandishi, sisi tuna familia, wanatutegemea na wametupunguza isiyo stahili. Walitakiwa wafuate utaratibu. Na wanasema kwamba ni wakati wa COVID, sio kweli. Wakati huo ni kwamba kulikuwa hamna lockdown Tanzania. Nakumbuka hayati Magufuli alisema kwamba hakuna lockdown Tanzania na maofisi yaliendelea na kazi na kampuni yetu ilikuwa na Tesha Ai imemtafuta kwa njia ya simu mkurugenzi mtendaji wa kampuni husika Karim Wisanje ambaye alikiri kufahamu juu ya madai hayo. Alieleza kuwa kuna taarifa. Ameeleza kuwa kuna taratibu fulani zinazofuata, lakini hakutoa maelezo ya kina kuhusu hatua mahususi zinazochukuliwa kuhakikisha wafanyakazi hao wanalipwa stahiki zao. I know about it, yes. The matter is in the High Court. It's in the... but you just send me the request. There's no problem. I will respond to you. Yeah. Thank you very much. Thank you. Na mwanzoni kabisa mwajiri alikuwa amekubali kuwalipa. Tulikuwa tumejadiliana kwamba walipe flat rate, lakini baadaye nadhani mwajiri akaja akakataa. Kwa tunachofanya sasa hivi tunaenda na njia nyingine za kisheria kuwasaidia. Lakini kwa sababu niko nje ya ofisi, tukiwasiliana Jumatatu naweza nitakupa taarifa ambayo unaweza kunipa hivi nilichofikia.